Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Ushajiuliza kama ni mbunge halafu umeshapita ubunge halafu kafunguliwa kesi kwamba ubunge wako unawalaki? Hivyo basi kesi ya uchaguzi inayomkabili mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando alimaarufu kama Baba Levo inaendelea leo tena Jumatano tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Kigoma, ambapo mashahidi wa upande wa waleta maombi wataendelea kutoa ushahidi wao. Ikumbukwe kuwa waleta maombi katika kesi hiyo ni wananchi, yaani wapiga kura 4 ambao ni Johari, Lom, Pendo na Luma, ambao kwa pamoja wamefungua kesi dhidi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, yaani INEC, Clayton Revocatus Chipando yaani Baba Levo na mwanasheria mkuu wa serikali AG wakipinga ushindi wa mbunge huo kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba mwaka 2025, ambapo waleta maombi wanadai kwamba mchakato wa ushindi wake umegubikwa na kasoro lukuki. Katika kesi hiyo namba 28949 mkwaju mwaka 2025, waleta maombi ambao wamejitambulisha kuwa ni wapiga kura wa jimbo la Kigoma mjini wanadai kwamba miongoni mwa kasoro hizo ni pamoja na ukiukwaji wa taratibu, kanuni pamoja na sheria za uchaguzi, vitendo vya rushwa, udini vilivyoonyeshwa na mjibu maombi wa pili kwenye kesi hiyo ambaye ni mbunge wa sasa wa jimbo hilo kupitia Chama cha Mapinduzi yani CCM, ambaye ni Clayton Revocatus Chipando yani Baba Levo. Kupitia maombi hayo, waleta maombi wameomba mahakama pamoja na mambo mengine iamuru kufanyika kwa upekuzi na uhesabuji upya wa karatasi za kupigia kura na kisha ubatilishwe na kutenguliwa matokeo ya uchaguzi huo. Kesi hiyo inasikilizwa mbele ya Jaji Victoria Nongwa. Zoezi la usikilizwaji wa ushahidi wa waleta maombi lilianza tangu Jumatatu ya wiki hii kabla ya jana Jumanne kupisha mapumziko ya Sabasaba, ambapo kwa siku ya kwanza usikilizwaji shahidi mmoja wa kwanza wa upande wa waleta maombi aliyejitambulisha kwa jina la Lum Hamisi Mwitu, ambaye anasema licha ya kwamba yeye ni mwanachama wa ACT Wazalendo, lakini katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba mwaka 2025 aliombwa na aliyekuwa mgombea wa ubunge wa jimbo hilo kupitia ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe kumsaidia kazi kwenye kamati yake ya maudhui. Katika maelekezo yake, shahidi huyo amedai kuwa yeye na wenzake walikuwa na kazi ya kufuatilia sera za wapinzani wao ambao ni CCM, na amedai kuwa katika ufuatiliaji wake alibaini kwamba wapinzani wao hawakuwa na sera bali walikuwa na ugawaji rushwa tu. Hayo ndiyo ambayo yanamsibu mbunge wa Kigoma mjini ambaye ni Baba Levo. Una maoni gani kama Mwanakeo TV? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section hapo. Nitakuja kupitia nini maoni yako kwa kesi ambayo inaendelea ya mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, si mwingine ni Revocatus Chipando alimaarufu kama Baba Levo. Jina langu ndio Keo TV, tunakutujia katika masuala ya kisiasa. Bye bye.